Leo mjadala wetu Mama Terry tunaangalia utamaduni huu wa mwanaume kupiga goti pale ambapo anamvalisha mchumba wake pete ya uchumba. Sasa tunajiuliza kwamba huu utamaduni pengine una mantiki yoyote? Unajua si utamaduni wa Kiafrika. Lakini Mwafrika sasa hivi utamaduni wake hauzingatii kama ilivyokuwa hapo zamani. Yani kama wanasema dunia imekuwa kijiji, pamoja na kwamba sasa hivi mitandao ndio imefanya iwe kijiji, lakini pia kumekuwa na mwingiliano mkubwa kibiashara, kitamaduni kwa miaka mingi. Huu ni utamaduni wa watu weupe wazungu. Hasa tumeuchukua sisi. Kama na wao vile vile wanavyochukua lugha yetu, wanataka kujifunza Kiswahili, tunabadilishana. Wanataka kujua, wengine wanatoka Sweden wanakuja kujifunza ngoma zetu, tumebadilishana. Lakini tunafanya jambo ambalo hatujui sababu yake. Hii kupiga goti ina maana. Na kwa hapa Tanzania kwa mila zetu, kama alivyokuwa nazungumza kwamba kwa Wasukuma ni lazima mwanamke ndio upige goti, ni kweli. Lakini si mtu anapokuuliza kama utakubali kuolewa na mimi, akapiga goti, ametumia utamaduni ambao si wa Kisukuma, si wa Kitanzania, si wa Kiafrika. Sasa lile lina maana. Miaka mingi sana iliyopita, katika karne ya 7 huku Ulaya, kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa anaitwa Charlemagne. Huyu baba alikuwa anaitwa Charlemagne ama Charles the Great ama Father of Europe. Huyu mfalme alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 742 na alianza kutawala mwaka 768. Sasa kipindi kile kulikuwa na vita sana. Yeye aliweza kutawala Ufaransa, akaweza kutawala Netherlands, Uholanzi, Ubelgiji, Luxembourg, Ujerumani na mpaka Roma. Kwa alikuwa na empire kubwa sana. Sasa anapiga anashinda, anapigwa vile vile anakuwa anashinda ama anashindwa. Kwa hiyo alitaka kuwa na jeshi lake analoliamini sana. Wale wa karibu yake kabisa wakawa wanaitwa knights. Knighthood. Knighthood ilikuwa ni wale watu ambao ni mashujaa. Yani kijana kama ni shujaa sana na una umahiri mkubwa sana wa kupanda farasi, basi unaweza wewe ukapewa hicho cheo cha kuwa knight. Lakini ilikuwa pia ni kutokana na umezaliwa kwenye familia gani. Sasa kipindi hicho cha Charlemagne ilikuwa hata watu waliozaliwa kwenye familia za kimaskini, kama wana ushujaa huo na umahiri huo, alikuwa anawachukua. Kwa hiyo ili uweke ahadi ya utiifu kwa mfalme na kwamba unaweza ukamlinda kwa uhai wako, unapiga goti. Ukipiga goti anakuwekea upanga kwenye bega na kunakuwa na sherehe kubwa sana. Umekuwa ni knight, yani wewe umekuwa kwenye jeshi lake, yani wewe ndio unamzunguka mfalme. Ilikuwa ni sifa kubwa sana. Lakini ukifanya vizuri basi kwenye vita unapewa ardhi. Kwa hiyo hata watu maskini walikuwa wanajitahidi kufundisha vijana wao ili waweze kupata ile ardhi. Kwa hiyo ile kupiga goti ilikuwa ni knighthood. Wewe umepata cheo kikubwa sana. Umepata sifa kubwa sana, umetunukiwa sana. Sasa baadaye ikaja sasa kwamba napomchukua mwanamke huyu ambaye ni mpenzi wangu na nataka kufanya naye maisha, mimi na yeye maisha yetu yote, mimi nakuwa nimetoka kwenye ukapera naenda kwenye tutaita nini, grupu la bachelor limekufa sasa. Nakwenda kwenye ndoa, lakini mtu ambaye naaminika. Kwa hiyo pale ninapanda daraja. Kwa sababu kuna mambo mengine, mabaraza mengine, vijana ambao hawajaoa walikuwa hawatakiwi waende. Mimi nilisikia juzi hapa hata Mheshimiwa Rais alikuwa anawaambia Dodoma kule, sema jamani tuna DC hajaoa, sijui tuna mkurugenzi hajaoeni bwana, unaona
ndio ilikuwa hivyo, kwa sababu unapooa unakuwa kwamba umepanda daraja. Sasa ikaja kwamba unapooa mwanamke, huyu mwanamke unamchukua kwamba ni mwenza wangu, lakini ataenda kuwa mama wa watoto. Kwa hiyo unapiga goti la mguu wa kushoto, si kila goti tu, sio kila mguu, ni mguu wa kushoto. Alafu uso wako, mwanamke kasimama, ukipiga goti vile, goti moja na lingine mguu umeukita vizuri, uso wako unatazama kizazi cha mwanamke. Sasa kama unasema kizazi cha mwanamke, ni kwamba hapa pana baraka, hapa ndio penye uhai wa kuweza kupata watoto. Kwa yule mwanamke unamwambia, wewe nataka uwe wangu kwa maisha yangu yote, niishi na wewe, uweze kuzaa, tujenge familia na kutoa kwenye daraja la usichana na kuingize kwenye daraja la umama, tujenge familia, lakini na kuahidi kwamba ninaweza kukutunza, na kuahidi kwamba nitakuwa mwaminifu, na kuahidi kwamba mimi sasa hivi mambo tena ya kapera hapo yametoka. Sasa hili goti linaonyesha kwamba mimi ni mtiifu na nitakulinda. Kwa hiyo ilipokuja kwa mwanamke, maana yake ni nzuri sana, kwamba mimi navuka daraja, natoka kwenye ukapera, naenda sasa kwenye mtu wa kutegemewa, wa kuaminiwa. Na mimi nataka niende na wewe uliyekuwa wangu. Mimi nakuahidi nitakulinda kweli, na nitakuheshimu. Na vile vile yani wewe nitegemee mimi, unaona? Tuko pamoja, lakini yani mimi na ule uwezo wa kuweza kuwa na familia, kukutunza wewe na kutunza watoto. Sasa wakati mwingine hapa, kwa sababu sio utamaduni wetu, na sisi tumezoea kwamba mwanamke ndio anapiga goti. Mwanamume ukimwambia apige goti aweze kupropose kwa mwanamke, mpaka aweze kumvisha pete, akiambiwa anaona kama mimi nikipiga goti sina maana kwamba naonekana mimi ndio niko chini ya huyu mwanamke. Mimi nataka niwaeleze vijana wa Kitanzania, hapana. Kama tunataka kufuata huo utamaduni, manake ni hiari. Kama tunafuata utamaduni, tuufuate ulivyo. Lakini maana yake ni nzuri sana. Ni kwamba sasa wewe ni rijali, wewe ni shujaa, wewe una weledi, wewe umekuwa, unavuka daraja, ni heshima kubwa. Unaona, unaenda sasa mahali ambapo unaaminika. Lakini pia wewe utakuwa baba wa familia, unaweza kuilinda familia, unaweza kuitunza familia. Kwa hiyo ile kupiga goti pale ni kumwambia tu kwamba Bwana, wewe ndio mwenza wangu niliyekuchagua katika wengi, na ninaomba kwenye hii safari tusafiri pamoja. Mama Terry, pengine labda tulikuwa pia tunazungumza na Alpha kwamba labda tumeuiga huu utamaduni lakini nusu. Tumezoea tukiangalia wenzetu wa magharibi, unakuta mwanamke hata ufahamu kwamba mwanaume wako atakuomba umuoe, atakuvalisha pete. Labda mnatembea zenu barabarani, ghafla mtu amesimama mbele yako, anakuuliza, utajisikia vizuri mimi nikuoe, will you marry me? Unakuwa umeulizwa swali pale, ulikuwa una hile wala lile. Lakini huku inakuwa ni tofauti, taratibu zote za uchumba zimeshafanyika. Hata pengine hata pete yenyewe hiyo unaenda kuvalisha umeinunua wewe mwenyewe. Umechagua, umeenda kupima. Sio kuinunua, kuchagua. Umeenda na wewe umechagua kwamba hii ndo naipenda, imekaa vizuri. Halafu nikwambia kitu kimoja, kile kitendo cha mwanamume kupiga goti si lazima ndio kitendo akuvalishe pete. Pale anaomba ridhaa yako. Unaona, je, unanikubali niwe mume wako? Ndio maana yake. Ile inatakiwa iwe surprise. Yani hutegemei kabisa. Ndio maana mara nyingi unamwona mwanamke anapata mfadhaiko, anaweza kalia, kacheka, akaruka, ajui. Hakutegemea. Na mara nyingi mwanamume anaweza katafuta mahali ambapo wala mwanamke hakuweza kutegemea. Lakini mahali wengine wanaenda mahali pazuri, wengine kama unavyosema hata njiani, wengine hata kwenye gari, popote. Lakini ili mradi apige goti kutaka ridhaa. Sasa kama anayo ile pete tayari, anaweza kamvisha. Lakini ile ni ridhaa. Akipata ile ridhaa, kama pete yake anayo, anaweza kamvisha.
Lakini hapa kwetu unakuta kwamba binti anajua kabisa leo nenda vishwa pete. Hasa ina maana yani inapoteza ile ladha. Ile ladha maanake ukiiga kitu kichukue kizima. Hasa ile ladha inakuwa haipo. Maana pale sasa kwenda kuvikisha pete sio ile tena kupiga goti. Ina maana kama mpaka mmepanga na sherehe kwamba mnavishana pete, mmeshakubaliana kuoana. Kwa hiyo lile swali tena linakuwa halina maana. Maana lile swali, will you marry me? Ni binti hakutegemea, hajui. Umeona Sasa ndio hivyo tena. Sasa mwanamke iwapo kama atapiga goti, ina maana kwamba anakuambia basi mume wangu ama mchumba wangu naenda kukumiliki. Mimi sasa nimevuka daraja, yani mimi ndio niko juu, sasa mimi ndio naenda kukulinda, mimi ndio naenda kukutunza. Haiji. Na inabidi mwanaume avalishwe sasa. Mwanamume ndio avalishwe. Yani hii utamaduni huu ni kitendo cha heshima. Si kitendo cha nani yuko chini nani yuko juu. Halafu kama umempenda mwanamke, watu mmependana, mnaoana, mnakuwa kitu kimoja. Si tu mwili mmoja, mawazo sawa, umeona? Yani mnakuwa kitu kimoja kabisa kwa kila kitu. Kwa hiyo hakuna kusema huyu ni huyu, huyu ni huyu ni nani. Yani unakuta kwamba mambo yanakwenda bila mtu kufikiria kwamba huyu mwanamume, huyu mwanamke. Mtu anayefikiria kwamba lakini mimi ndio mwanamume ana ego. Na hii ego, tuseme ule umimi iko katika vidole 5 vya mauti, 5 fingers of death. Ego ni mojawapo. Hiyo ni mambo mengine tena. Yani naigusa kidogo tu. Ego ni mojawapo. Kwa hiyo pale mnapokuwa pamoja, kweli mpenzi wako, mama watoto wako, anejua kula yako, anejua kulala kwako, kuamka kwako. Kwa nini uone kama kwamba huyu nikimuonyesha nampenda basi nimejidhalilisha? Unajidhalilisha vipi? Utampenda nani? Kwa sababu hapa duniani inafika mahali kwamba kama umeamua kuoa, basi ule mwanamke umpende kweli kweli na kusiwe na sababu nyingine.